Taasisi ya saratani ya Ocean Road hii leo imepokea hundi ya shilingi milioni 361.5 kutoka kwa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSSF kwa ajili ya ukarabati wa jengo la upasuaji na ununuzi wa vifaa tiba na gharama ya kuzifunga. Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa PSSSF Fortunatus Magambo wakati wa makabidhiano hayo, Omega Ngole ambaye ni meneja uhusiano wa elimu kwa wanachama kutoka PSSSF amesema kupitia kitengo cha huduma za jamii suala la afya ni moja ya kipaumbele cha taasisi hiyo, na hivyo wanakabidhi shilingi milioni 361.5 kwa moyo wa kujali jamii na kuunga mkono juhudi za serikali katika maendeleo. Niko hapa kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa PSSF Bwana Fortunatus Magambo ambaye alitakiwa awepo, lakini kwa sababu ya majukumu mengine hayupo. Lakini tuko hapa leo kukabidhi hundi yenye thamani ya shilingi milioni 361.5 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha upasuaji na kukiwekea vifaa vya kisasa ambacho tumeambiwa ndani ya miezi miwili mitatu kitakuwa tayari. Na tunafanya hivyo moja, kuunga mkono jitihada za serikali kwenye kuboresha sekta ya afya, na hususan kwa hapa Ocean Road ambapo tunaambiwa ndani ya miaka 4 iliyopita serikali imewekeza karibu bilioni 50 kwenye miundombinu, lakini kwenye hili la kitengo cha upasuaji ilikuwa bado, na walikuja wenzetu Ocean Road ofisini, tukaja hapa Septemba mwaka jana tukazungumza, baadaye tukaanza kupata vibali vya ndani vya kutoa pesa hiyo, na hatimaye tunashukuru kwamba leo tumekabidhi hiyo na tumeona kazi imeshaanza, na tunaamini Watanzania wengi wanachama wa mfuko wa PSSSF na wategemezi wao na Watanzania kwa ujumla watanufaika na huduma hii muhimu kwa Ocean Road. Ameongeza kuwa milioni 197.1 zitatumika katika ukarabati wa jengo la upasuaji hospitalini hapo na milioni 164 zitatumika kwa ajili ya kununua vifaa tiba vya kisasa na kuvifunga ndani ya jengo hilo linalokarabatiwa. Akitoa salamu za shukrani baada ya kupokea mchango huo wa fedha, mkurugenzi wa taasisi ya Ocean Road Dr. Msemwa amewashukuru PSSSF kuwa walichokileta kinawagusa Watanzania moja kwa moja na kuahidi fedha zote zinazotumika katika ujenzi huo zitatumika kama ilivyopangwa. Milioni 22 ambao waliogundulika kuwa na kansa, na kati hao milioni takriban 9.7 walipoteza maisha. Sasa hiyo ni hali ya kidunia, lakini ukija katika nchi yetu hali pia sio nzuri, kwa sababu tuna takriban wagonjwa 1045 ambao wanagundulika kwa mwaka, na kati ya hao tuna takriban wagonjwa 29 na kitu ambao wanapoteza maisha. So hiyo hali sio nzuri, lakini tuna mkakati ambao nikishaeleza, tuna mkakati wa kitaifa, na sisi kama Ocean Road tuna mkakati wa kitaasisi. Tuna maono katika taasisi na tuna dhima katika taasisi. Vyote hivyo vimelenga kupunguza vifo zidi ya saratani katika nchi yetu kwa 30% itakapofika mwaka 2030-31 kwa kupitia mpango mkakati wetu. Sambamba na hilo, ndio maana umeona tunaboresha huduma zetu, tunajipanga sasa hivi kwa ajili ya kupata ithibati za kimataifa, na tumeweka miongozo mbalimbali na tumeboresha huduma, tumeboresha customer care, tumeanzisha kitengo cha ithibati. Kwa hiyo mambo mengi yanaendelea sasa hivi. Sasa hili la wenzetu wa PSSSF kutuunga mkono katika kutengeneza kichumba cha upasuaji ambapo watakuwa wanaweza kufanya operation 2 kwa wakati mmoja na sehemu za kupumzikia wagonjwa kama 4 hivi na mambo mengine yote hii, pamoja na kuweza kufanya pia screening ya colorectal cancer. Vyote hivi vinajumuisha, vyote hivi vitachangia katika kupunguza vifo zidi ya saratani katika nchi yetu kwa miaka 5 inayokuja. Kwa upande mwingine, Dr. Msemwa amemuhimiza mkandarasi afanye kazi usiku na mchana kwa kuwa mazingira yapo, na mwezi wa Aprili ili ufungaji wa vifaa uendane kwa uharaka sawasawa na ujenzi wa jengo hilo. Aidha, kwa miaka 4 iliyopita serikali ya awamu ya 6 imewekeza shilingi bilioni 50 katika kuhakikisha hospitali hiyo ya Ocean Road inakuwa ya kisasa katika utoaji wa huduma za magonjwa ya saratani na kupata ithibati ya kimataifa katika tiba. Belinda Semtandi, Sat Media, Dar es Salaam.